ndugu zangu, chanjo hii ni salama kama ambavyo tumeambizana, haina madhara yoyote, na hata kama mtoto alipata chanjo nyingine jana na leo anapata chanjo, haina shida, na haina ile inaita side effect yoyote baada ya mtoto kupata chanjo. Ni chanjo salama, inamuongezea kinga mtoto, ili mradi awe chini ya miaka 10 ni lazima apate hii chanjo. Ugonjwa wa polio sio mzuri. Mtoto ambaye ataugua polio atapooza viungo vyake, hata kuwa na manufaa kwenye taifa letu, hata kuwa na manufaa kwenye jamii yetu, na wengine wanakufa kwa sababu ya ugonjwa wa polio. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yetu nzuri, waliamua tufanye chanjo kwa watoto wote ili tuendelee kuwalinda, na ndio maana mnaona makundi yote mpo hapa, tuendelee kubeba huu ujumbe. Hii ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili, kama mtaalamu wa afya alivyosema kutoka wizara, tutaendelea na zoezi hili angalau tuwakinge watoto wote, wawe salama, wawe na afya njema, wasipate vifo, wasipate magonjwa ya kudumu kwenye maisha yao. Kwa hiyo niwashukuru sana timu ya afya kwa namna ambavyo mmeweza kuhamasisha, mmeweza kutoa elimu kwa kushirikiana na timu ya mkoa na timu ya wizara. Tunaamini kupitia chanjo hii tunaenda kuokoa watoto walio wengi. Watoto hao ni wazuri, wako kwenye taifa zuri, taifa linalopendeza. Tunahitaji tuendelee kuwakinga na magonjwa. Kwa chanjo zote ambazo zinakuja zinakuwa zimethibitishwa kwa ubora wake kwa watoto wetu. Kwa leo tutafanya ile zoezi kama uzinduzi, na nimetoka kuzindua kwenye halmashauri ya Tarime DC. Hapa nazindua kwenye Tarime mji. Watoto wote wapate matone, ambao wakitoka hapo wanaingia darasani kuendelea na masomo, na wale ambao hawasomi wakitoka hapo wanaendelea kwenda nyumbani kuishi na wazazi na shughuli nyingine za kawaida. Hazina shida yoyote chanjo hizi. Kwa hiyo ndugu zanguni, makundi yote ambayo tuko hapa, viongozi wote ambao tuko hapa, nimefurahi kuona viongozi mpaka ngazi za chini, ngazi za mitaa, ngazi za kata, wote tuko hapa. Twende tukabebe ujumbe huu wa chanjo kwa watoto wetu ili tuendelee kuwakinga. Na Mheshimiwa Rais ana mategemeo makubwa sana makundi yote ambayo yako hapa, kila mmoja kwenye nafasi yake, kuhakikisha anasimamia hili jambo kama la kwake. Tumeona jinsi ambavyo wazazi na walezi na jamii imeweza kuhamasika. Basi mimi niwaombe tu tuendelee kuhamasika zaidi, tuhamasishe wenzetu ambao bado hawajapata taarifa, tuhakikishe watoto wetu wote wanapata chanjo. Na hii ni awamu ya kwanza, au tunasema raundi ya kwanza. Awamu ya pili tutarudia tarehe 7 mpaka tarehe 10 mwezi wa 5. Kwa hiyo niwaombe tuendelee kukumbuka hii tarehe na tuhamasishe. Tusiogope. Chanjo hii ni salama, chanjo haina madhara yoyote, na lengo la chanjo hii ni kuongeza kinga kwa watoto wetu. Mnaona watoto walivyofurahi jamani? Tunaona watoto walivyo na afya nzuri. Ni kwa sababu wazazi wao na walezi walizingatia kupata chanjo zile za awali. Lakini ugonjwa huu wa polio hauna tiba, ila una kinga, na kinga yake ni chanjo. Kwa hiyo baada ya kubaini uwepo wa vimelea vya ugonjwa huo, wizara kwa kushirikiana na TAMISEMI wameandaa mpango huu wa kampeni kwa ajili ya kuwakinga watoto wote wenye umri chini ya miaka 10 ili wasipate madhara ya ugonjwa huu. Kama ilivyozungumzwa, tupo hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kutoa chanjo kwa ajili ya watoto wetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kupitia kikao kilichopita cha PHC ulituagiza kufanya hamasa, na nikuhakikishie kupitia ofisi ya mganga mkuu hamasa imefanyika ya kutosha maeneo mbalimbali ya mji wetu. Leo tupo tayari kwa ajili ya kutoa chanjo kwa watoto wetu. Hapa tupo tu kwa ajili ya uzinduzi rasmi. Kwa hiyo tunategemea kuanzia leo hii tarehe 24 mpaka tarehe 27 watoto wetu watapata chanjo kama tulivyokubaliana, na malengo yetu tunaamini tutatimiza. Jagoere, karibu sana kata ya Turwa. Hapa ndio katani kwetu Turwa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, baada ya kupata maelekezo kwenye kikao kilichopita cha uhamasishaji, nikiri kusema kata ya Turwa tumehamasisha vizuri na zoezi hili litaenda vizuri sana. Na kwa niaba ya mwenyekiti wa halmashauri ya mji, kata zote 8 zimehamasisha pia. Zoezi hili litaenda vizuri na wazazi wametuelewa na wameelewa umuhimu wa chanjo hii. Kwa majina naitwa Dr. Elias Zefania Makima. Mimi ni mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Tarime. Katika siku ya leo tuna zoezi la uzinduzi wa chanjo ya matone ya polio ambao tunatoa kwa watoto chini ya miaka 10.
na kama halmashauri tuna malengo ya kufikia watoto wapatao 51,055 katika halmashauri ya mji. Kwa kifupi, zoezi limeenda vizuri kwa maana kwamba kuanzia uhamasishaji mpaka uzinduzi, na mwitikio tumeona ni mzuri katika maeneo mbalimbali ya halmashauri ya mji wa Tarime. Kama unavyoona katika siku ya leo pia tumekuwa na mwitikio mkubwa wa wazazi, lakini pia na walezi ambao wamekuja kushuhudia uzinduzi huu. Kwa kifupi tunatarajia kufikia lengo hilo. Kwa majina yangu naitwa Baraka Kidevu. Mimi ni mwenyekiti wa mtaa wa Mkuyuni, lakini niko hapa kama mzazi pia. Tunashukuru maandalizi ya zoezi limekuwa zuri, na tumeshukuru mkuu wa wilaya Meja Goele kufika kufungua ama kuzindua zoezi hili la kutoa chanjo. Mimi nitoe wito tu kwa wazazi ambao wako majumbani. Wazazi waamini kabisa chanjo hii ni muhimu kwa watoto ambao ni chini ya miaka 10 ambao wanapaswa kutoa ama kupewa chanjo hii, kwa maana ya kwamba kuwalinda kwa ugonjwa ambao ni ugonjwa hatari wa kupooza viungo. Kwa wazazi wajitokeze kwa wingi, wahamasishe na wale ambao wanaamini kwamba chanjo hii labda inaweza kuwa na madhara. Mimi niseme tu chanjo hii ni chanjo bora, imepimwa, imethibitishwa na mpaka imetufikia sisi. Kwa hiyo wazazi wajitokeze kwa wingi, wawete watoto wao wapate huduma ya chanjo.